la Christ the King Chesongoch kabla ya mazishi siku ya Ijumaa. Steve Keter, NTV jioni, nikiwa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mtazamaji, na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kupitia kamati yake ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi imekashifu utumizi wa rasilimali za umma na kuhusishwa kwa wafanyakazi wa serikali katika kampeni za kisiasa eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homa Bay. IEBC pia imeonya kuhusu ongezeko la visa vya ghasia katika eneo hilo kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa kati ya wafuasi wa wagombea wawili, Philip Aroko na Boyd Were, ambapo watu wawili walifariki. Victor Ngaruya anaarifu. Katika makao makuu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili na uchaguzi kiongozwa na kamishna katika tume hiyo Alutalala Mukhwana ilikusanyika na kuwasilisha msimamo wao mkali kuhusu siasa potovu katika eneo bunge la Kasipul, kaunti ya Homa Bay. Kamati hii imesema kuwa kupitia ripoti ya uchunguzi katika maeneo hayo imegundua kuwa serikali ya Homa Bay imekuwa ikijihusisha na kampeni za chaguzi hizi ndogo zijazo kinyume cha sheria. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66. Kando na wagombea hao wawili kupigwa faini ya shilingi milioni 1, wameonywa na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili na uchaguzi kuwa huenda wakaondolewa kwenye kinyang'anyiro iwapo watapatikana na hatia nyingine ya kukiuka kanuni na maadili ya uchaguzi. Kamati hii imelaani vikali kushambuliwa kwa maafisa wa usalama waliokuwa katika shughuli ya kuwakamata washukiwa waliosemekana kuhusika katika ghasia zilizoshuhudiwa katika eneo la Opondo, ambapo watu wawili walifariki, wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa. Kamati hii imeongeza kuwa haya yote yangeepukika kwa kufuata maelekezo ya tume ya IEBC. Wagombea hao Philip Aroko na Boyd Were walitia saini mkataba wa maadili ya kisiasa na kutoa ahadi hadharani ya kufanya kampeni za amani. I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favorable. Huku zikiwa zimebaki siku 8 tu kuelekea chaguzi hizi ndogo katika maeneo tofauti nchini na wanasiasa kuendelea kuliwasha joto la kisiasa katika kampeni zao, onyo limetolewa na tume ya IEBC kwa ushirikiano na vyombo vya usalama kuwa adhabu kali itafuata kwa atakayejihusisha na ukiukaji wa kanuni na sheria za uchaguzi. Victor Ngaruya, NTV, Nairobi. Ama kweli nidhamu kali hiyo, mtazamaji, kabla ya shughuli